Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi kizuri hiki, kipindi pendwa cha manukato ya sifa. Mungu wa mbingu na nchi akubariki kwa kuendelea kuwa sehemu ya kipindi hiki. Unatupa faraja, unatutia moyo, unatutia nguvu. Mungu wa mbingu na nchi hakika awabariki sana ambao umekuwa pamoja nasi katika mwendelezo wa masomo mahali hapa. Leo tutakwenda kuangalia andiko hili kwenye kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 12. Yesu ambapo alisema kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa nini siku za mwisho upendo wa watu wengi utapoa? Na kwa nini Bwana Yesu Kristo alikuwa anazungumzia kwa habari ya upendo wa wengi kupoa miongoni mwa watu? Maana Yesu alisema kwamba ndugu watamsaliti ndugu, wazazi watawasaliti watoto, watoto watawasaliti wazazi, watu watachukiana. Kwa hiyo kwa sababu ya kuongezeka kwa hiyo maasi upendo wa wengi utapoa. Pia upendo ambao ulikuwa unazungumziwa hapa pia unahusu upendo wa kumpenda Mungu. Hilo ndilo nitakalo kwenda kubezi nalo. Je, upendo wa kumpenda Mungu katika kizazi hiki cha sasa hivi, je, upo sawa? Unajua kumpenda Mungu au kuonyesha upendo wako kwa Mungu ni jambo muhimu sana ambalo linakufanya wewe uwe karibu na Mungu. Upendo kwa Mungu utakusukuma wewe kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mara nyingi tunaona sasa hivi watu wengi wanaenda ibadani au kanisani mbele za Mungu kwa sababu wana shida. Wanaenda kanisani kwa sababu wana magonjwa. Wanaenda kanisani kwa sababu wanahitaji miujiza. Wanaenda kanisani kwa sababu wanahitaji utajiri. Wanaenda kanisani kwa sababu wanahitaji kupokea kitu fulani. Na mara baada ya kukipokea hicho kitu hautawaona tena wakirudi kanisani. Hiyo ndio maana kusema nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa, utapungua ndani ya mioyo yao. Hawatakuwa na ule upendo wa dhati wa kumpenda Mungu. Watakuwa na ule upendo tu wa kutaka kupokea kitu, lakini huyo Mungu hawamtaki. Wanataka vitu vya Mungu lakini Mungu hawamtaki. Ndugu mpendwa unanisikiliza, upendo wako kwa Mungu inatakiwa iwe ni nguzo moja wapo ambayo inakufanya wewe ukae kwa Mungu kwa uthabiti na kwa sawasawa. Kwa nini? Ukiwa na shida, ukiwa na ziki, ukiwa na magonjwa, ukiwa na njaa, ukiwa hujapokea chochote, hivyo visiwe kikwazo cha wewe kutokwenda kumwabudu Mungu. Yaani kisiwepo kikwazo cha aina yoyote cha wewe kwenda mbele za Mungu kumwabudu, kwa sababu huna pesa, kwa sababu huna nyumba, kwa sababu huna gari, kwa sababu huna kazi. Hivyo visiwe kikwazo cha wewe kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Jaribu kumwabudu Mungu katika roho na kweli hata kama haujapokea kile unachokihitaji, hata kama hauna vile ambavyo unavitaka kwa Mungu. Jaribu kuendelea hivyo kuonyesha ukweli wako mbele za Mungu. Je, wewe shida ulizo nazo hazitokuzuia kumwabudu Mungu katika roho na kweli? Unajua kuna watu wengi wanashindwa kumtumikia Mungu na kumwabudu Mungu kwa sababu ya shida walikuwa nazo. Kwa hizo shida zinawafanya wao wakae mbali na Mungu. Lakini ukiwa na upendo wa kweli kwa Mungu, shida zote zikakuzuia kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Leo hii binti anashindwa kwenda kanisani kwa sababu nywele zimefumuka. Yaani nywele zinamfanya mtu asiende kanisani. Mavazi yanamfanya mtu asiende kanisani kwa sababu nguo ni chafu, zinamfanya asiende kanisani. Nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa. Hawatampenda Mungu kutoka dhati. Wanataka vitu vya Mungu lakini huyo Mungu hawamtaki. Upendo wa wengi utapoa nyakati za mwisho. Wanataka miujiza, wanataka kuponywa, wanataka kutendewa mema, lakini hawamtaki huyo Mungu. Nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa. Leo hii angalia, watu hawana shauku kabisa ya ibada. Saluni mtu unaweza kukaa masaa 4 mpaka 6 mtu unasukwa, lakini unaona uzito kukaa kanisani masaa 4 hayo kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Unaona ni mzigo mzito kabisa kukaa kanisani siku nzima kumwabudu Mungu, lakini uko tayari kulala kwenye biashara yako usiku kucha ili upate mafanikio. Lakini Mungu anayeilinda hiyo biashara hautaki kumpa huo muda. Maandiko matakatifu yanasema, je, ni nini kitakachotutenga na upendo wa Mungu? Je, ni ziki, ni njaa, adha au uchi? Je, ni nini kati ya hivyo vitakavyotutenga na upendo wa Mungu? Upendo wa Mungu haupimwi wewe kuja kanisani Jumapili. Usiwe mshirika wa Jumapili au muumini wa Jumapili. Kinacho tuonyesha kwamba sisi tuna upendo wa Mungu sio kwa sababu tunakuja Jumapili kanisani, au sio kwa sababu tunatoa sadaka. Upendo wako kwa Mungu unapimwa katikati ya magumu unayoyapitia. Kwa mfano,
Ayubu licha ya kwamba alikuwa na mali, licha ya kwamba alikuwa na utajiri na pesa nyingi, akapoteza vyote, lakini kile kitendo cha kuvipoteza vyote hakikumfanya Ayubu asiendelee kumpenda Mungu. Huyo alikuwa na upendo wa kweli kwa Mungu. Ibrahimu alimpata Isaka, mtoto wake wa pekee. Mungu akamwambia akamtoe sadaka. Isaka hakuwa kikwazo kwa Ibrahimu kuto kumtoa yeye sadaka, kwa sababu anampenda Mungu. Alikuwa yuko tayari kumtoa Isaka mwanae sadaka ili kuonyesha uaminifu wake kwa Mungu. Mungu aliingia gharama akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ili sisi tusamehewe. Lakini wewe leo unaogopa kuingia gharama kwa sababu upendo wako kwa Mungu umepoa. Nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa. Kama ndani yako na vitu kama hivyo ambavyo unaviona vinakufanya upendo wako unapoa, unashindwa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, jua wewe ndani yako upendo wa Mungu hakuna. Kama kuna kikwazo chochote kidogo tu kinachokufanya usije kanisani, basi ndani yako hakuna upendo juu ya Mungu. Upendo wako kwa Mungu haupimwi, nimesema kwa kwenda kanisani Jumapili tu. Upendo wako kwa Mungu unapimwa kwa kuacha kazi zako na biashara zako uende kumwabudu Mungu, hata kama sio siku ya Jumapili. Lazima uwe tayari wakati wote unaokufanya usiokufaa. Hapo ndipo upendo wako utapimwa kwa Mungu. Lakini leo hicho kitu hakipo, kwa sababu nyakati za mwisho upendo wa wengi kumpenda Mungu utapoa. Vijana makanisani hakuna, kwa sababu upendo wao haupo kwa Mungu, upo kwenye vitu vingine. Vijana wameendekeza, wameinvesti kwenye mapenzi, kwenye mahusiano, lakini hawajainvesti kwenye kumtafuta Mungu au kumpenda Mungu. Kanisa limeachwa na wazee. Vijana hawapo tayari tena kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu upendo wao haupo tena kwa Mungu. Nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa. Jaribu kujichunguza na kujiangalia kama hivyo vitu vipo ndani yako, ili ugundue kwamba kwa nini Yesu alisema nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa.